Taarifa za awali zilieleza kwamba klabu ya Simba ilikuwa katika hatua za mwisho kukamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji Libase Gueye mwenye umri wa miaka 22 akitokea klabu ya Teungueth FC ya nchini Senegal. Gueye ambaye amekuwa mchezaji tegemeo katika ligi ya Senegal aliweza kutajwa kuwa sehemu ya maboresho ya safu ya ushambuliaji ya wekundu wa Msimbazi katika dirisha hili la usajili ili kuongeza makali kwenye michuano ya ndani na kimataifa. Ingawa mazungumzo kati ya pande zote mbili bado yalikuwa yakiendelea ili kufikia makubaliano ya mwisho, usajili huo ulitazama pia kama mbinu ya Simba kuimarisha kikosi chake kuelekea mchezo muhimu wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya AS Tunis, ambao mchezo huo utapigwa kufikia Januari 24 mwaka 2026. Sasa uwepo wa Gueye kikosini ulitarajiwa kuleta changamoto mpya na ubunifu kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji kutokana na uzoefu wake wa kucheza mashindano makubwa barani Afrika. Sasa kutokana na taarifa hizo ambazo zimeeleza namna hiyo, taarifa zikawa ni nyingi sana kwamba ni mchezaji ambaye Simba wako wanatarajia kufanya hivi na vile, lakini sasa mwisho wa siku taarifa zenyewe sasa zinaeleza kwamba dili hilo limeweza kuvunjika na klabu ya Simba imekumbwa na pigo. Taarifa sasa nyingine zinaeleza kwamba baada ya mazungumzo muda mrefu klabu ya Simba imekumbwa na pigo baada ya dili la kumsajili mchezaji huyo Libase Gueye kuvunjika rasmi, na ilikuwa ni usiku wa manane. Licha ya mazungumzo ya awali kwenda vizuri na hati ya makubaliano kuwasilishwa, klabu yake ya inaitwa Teungueth FC imegoma kuidhinisha uhamisho huo, jambo lililosababisha mchakato mzima kusimama ghafla. Sasa kufuatia kukwama kwa mazungumzo hayo, imethibitishwa kuwa mchezaji huyo sasa atabaki katika klabu yake ya sasa, na habari pia zinasema kwamba Simba mambo yameishia hapo. Maswali yatakuwa ni mengi kwamba ilikuwaje, ni kitu gani ambacho kiliwashawishi uongozi wa Simba hadi kufikia maamuzi ya kwenda kuzungumza na klabu ya Teungueth FC ya Senegal kwa ajili ya kumsajili Libase Gueye ambaye ana umri mdogo sana. Kwanza unaambiwa umri wake ni miaka 22 na ni nahodha wa timu yake. Licha ya umri mdogo, anaonekana kama chaguo sahihi la kuongeza kasi, ubunifu na ufanisi kwenye winga. Ni miongoni mwa vitu ambavyo viliweza kuwashawishi ama kushawishi uongozi wa Simba hadi kuweza kufanya mazungumzo na Libase. Lakini uongozi pia moja kati ya kitu kingine ni kama hivyo nilivyokuambia, unahodha akiwa na umri wa miaka 22 pekee ni ishara ya ukomavu na nguvu ya kiuongozi uwanjani. Lakini pia mchango wa magoli, ni winga mwenye uwezo mkubwa wa kufunga, kutengeneza nafasi za kutoa crosses zenye ubora. Pia uzoefu wa kimataifa kwa sababu ameweza kucheza mashindano ya CAF akiwa na timu yake hiyo, hivyo anaelewa pressure ya soka la Afrika. Mkakati wa Simba, usajili huu unaonekana pia ama ulionekana kuwa sehemu ya mipango ama mpango wa kujenga upya, kama nilivyokuambia hapo awali, kujenga upya ama kujenga upya Simba, kupunguza utegemezi kwa wachezaji wachache na kuingiza vipaji vipya kwenye ama vile vyenye njaa ya mafanikio ndani ya nchi na kimataifa. Sasa mashabiki wa Simba, poleni bwana, kwa sababu taarifa zinaeleza dili limekwama njiani bana. Mimi nikukumbushe tu kwamba hii ni Talent Media. Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Kama bado hujasubscribe, basi unaweza kufanya hivyo. Lengo ni kupata taarifa zetu zote. Asante na kwaheri.